ili kusherehekea siku ya sheria. Ni siku maalum vile vile kwa kuadhimisha miaka 100 tangu kuanzishwa kwa Mahakama Kuu kwa mujibu wa taratibu za sheria za Uingereza, na ilianza kutoa huduma yake tarehe 1 mwezi wa 3 mwaka 1921. Kwa sababu ni mwaka wa kihistoria, hotuba yangu nimeiandika kwa urefu zaidi, mtaisoma baadaye, lakini nitafupisha tu kwa matukio muhimu ambayo yatajaribu kutukumbusha huko tulikotoka na kwa nini tunastahili kukimbia badala ya kutembea. Mheshimiwa Rais, wapo wenzetu wengi ambao tulisherehekea pamoja siku ya sheria mwaka jana ambao wametangulia mbele ya haki. Tunamkumbuka aliyekuwa Jaji Mkuu mstaafu wa Tanzania Agustino Steven Lawrence Ramadhani. Tunamkumbuka kamishna wa maadili katika Secretariat ya maadili viongozi wa umma Mheshimiwa Jaji wa Rufani mstaafu Harold Nsekela. Tunamkumbuka Jaji wa Mahakama ya Rufani Mheshimiwa Bethwel Mila. Tunamkumbuka Jaji wa Mahakama Kuu Salvatore Bongole, na vile vile tunamkumbuka aliyekuwa Waziri wa Katiba na Sheria Balozi Agasti Mahiga. Tunawakumbuka vile vile mahakimu, watumishi wengine wote wa mahakama na katika sekta ya sheria ambao kwa mwaka huu hatunao. Mheshimiwa, katika miaka 100 ya historia ya Mahakama Kuu yanatoa masomo mengi sana ambayo ni muhimu kujifunza. Miaka hiyo ni kama kupitia kioo cha Mahakama Kuu. Vile vile kuna mambo mengi ya kukumbuka kuhusu wapi tumetoka, tupo wapi na wapi tunaelekea katika utoaji na upatikanaji wa haki. Katika maisha ya miaka 100 kuna vituo vingi sana vya kihistoria vinavyoonyesha mahakama ya Tanzania ilivyokuwa ikibadilika kulingana na mabadiliko yaliyokuwa yakitokea nchini Tanzania na vile vile nje ya nchi. Ukweli huu umebebwa katika kauli mbiu inayotuongoza katika wiki ya sheria na siku ya sheria inayosema miaka 100 ya Mahakama Kuu, mchango wa mahakama katika kujenga nchi inayozingatia haki, udugu, amani na ustawi wa wananchi. Kwa kiasi kikubwa historia ya mahakama ya Tanzania imeshawishiwa sana na kubebwa na historia ya Tanzania. Somo la kwanza ambalo lazima tukumbuke ni kwamba hakukuwa na matayarisho yoyote kabla ya kupata uhuru kuwezesha wazalendo kuweza kushika mihimili mitatu ya dola. Hakukuwa na juhudi za kuwatayarisha wananchi wa Tanganyika kuwa siku moja watakuwa majaji, watakuwa mahakimu, watakuwa watumishi wa umma wenye utaalamu mbalimbali katika kuendesha nchi ambayo ni uhuru. Na hiyo inaonekana wazi katika majadiliano ya Bunge la Uingereza tarehe 18 Aprili mwaka 1956, na hiyo ilikuwa ni miaka 5 kabla ya nchi yetu kupata uhuru. Mbunge mmoja alimuuliza waziri aliyekuwa akishughulikia makoloni kuhusu namna kura zilivyopigwa katika Baraza la Udhamini la Umoja wa Mataifa, kuiuliza Uingereza, je, ilipigaje kura yake katika azimio ya kuitaka Uingereza itoe ratiba na mipango ya Tanganyika kupata uhuru. Waziri wa makoloni wakati huo alikiri kuwa tarehe 2 mwezi wa 4 mwaka 1956 Trusteeship Council ilikubali azimio kuwa serikali ya Malkia ya Uingereza ambayo ilipewa dhamana ya kuisimamia Tanganyika kwa niaba ya Umoja wa Mataifa iweke ratiba yenye kuonyesha malengo ya kufikiwa ya kisiasa, kiuchumi, kijamii, kielimu hadi Tanganyika iweze kupata madaraka ya ndani na baadaye kupata uhuru kamili. Nchi 8 zilipiga kura kuunga mkono hilo azimio. Nchi 5 ikiwemo Uingereza walipiga kura ya kupinga hilo azimio. Nchi moja ilijizuia kupiga kura au ili abstain. Kwa kulipinga azimio hilo ni dalili kuwa hadi miaka 5 baadaye mwaka 1961 wakati Tanganyika ilikuwa inapata uhuru wake, haikuwa imetayarishwa kuwa na wataalamu wa kuweza kuendesha nchi bila kuwa na matayarisho ya awali, kwa sababu matayarisho hayakufanyika na kwa sababu watawala hawakupenda kuitayarisha nchi ili siku moja iwe uhuru. Ndio maana tunaposherehekea miaka 100 ya Mahakama Kuu tunaweza vile vile kusema kwamba mahakama tunayoiona sasa hivi na ngazi zote za mahakama ilianza kusukwa kuanzia tarehe 9 Disemba
mwaka 1961. Kabla ya uhuru, nchi yetu haikuwa na ratiba au mipango ya kujenga mahakama au taasisi zingine za dola ili siku moja wananchi wawe na uelewa wa kuendesha nchi yao. Somo lingine ambalo tunaliona katika historia ni kwamba kulikuwa na utegemezi mkubwa sana wa majaji na mahakimu kutoka nje ya nchi kwa miaka 10 baada ya uhuru. Mahakama ya Tanganyika ilianza shughuli za utoaji haki kama nchi huru kwa kutegemea majaji na mahakimu kutoka nje ya Tanzania. Kwa miaka 10 baada ya uhuru, mahakama ililazimika kuendelea kutegemea wataalamu wa Kiingereza na kutoka nchi nyingine kutoa huduma za kimahakama na za kisheria, na hakukuwa na wataalamu wazawa au wazalendo tayari kujaza nafasi za wageni kutoka nchi za nje ambao wengi ndio walikuwa wanatusaidia kuendesha nchi yetu. Profesa Yash Gai, yeye ni raia wa Kenya, alikuwa ni mmoja kati ya wahadhiri walioletwa Tanganyika kusaidia kujenga chuo kikuu, kutoa mafunzo ya sheria katika chuo kikuu cha Dar es Salaam. Anauliza na kusifu uamuzi wa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere kwamba alikuwa ameona mbali sana, na alisema, niliweza kushiriki katika kuanzisha taasisi ya kwanza kabisa ya elimu ya sheria katika eneo zima la Afrika Mashariki kwa kuanzisha kitivo cha sheria cha chuo kikuu cha Afrika Mashariki mjini Dar es Salaam kwa shinikizo la Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, ambaye alitafakari na kutamka kuwa nchi yake ya Tanganyika kukosa mwanasheria hata mmoja wakati wa uhuru wake ni uthibitisho kuwa utawala wa Uingereza haukuitayarisha Tanganyika kuwa na rasilimali watu kuiwezesha nchi kuanza maisha ya uhuru iliyojengwa katika misingi ya utawala wa sheria na kuheshimu dhana ya ukatiba. Mwisho wa kunukuu. Baba wa Taifa alitambua kwamba uhuru kamili wa Tanganyika ulitakiwa uende sambamba na kuacha kutegemea wataalamu kutoka nje ya nchi katika taasisi mbalimbali. Sera ya Africanization ilitambua kuwa yako maeneo katika utumishi wa umma pamoja na mahakama, kwa mfano nafasi za ujaji na uhakimu, ambayo ingechukua muda mrefu zaidi kwa wazalendo kuweza kujaza nafasi ambazo zilikuwa zimeshikwa na wageni. Ukisoma orodha ya watumishi wa umma mwaka 1961 ambayo iko katika nyaraka za taifa, zinaonyesha kwamba hadi kufikia Disemba wakati wa uhuru, Mahakama Kuu haikuwa na jaji yeyote Mtanganyika. Jaji mkuu Ralph Wingham na majaji wengine 4 walikuwa ni Waingereza. Masjala Kuu ya Dar es Salaam mwaka huo 1961 ilikuwa chini ya msajili wa mahakama, alikuwa kutoka Scotland. Naibu msajili alikuwa vile vile kutoka Uingereza, na watumishi wote katika masjala katika ngazi za chini kama makarani, makatibu wa mutasi, wote hawakuwa Watanganyika. Kwa hiyo hadi mwaka 1961 Mahakama Kuu ya nchi huru ilikuwa bado imeshikiliwa na wataalamu kutoka nje. Mheshimiwa Rais, leo waheshimiwa majaji na mahakimu bado wanabeba jukumu la kuandika kumbukumbu ya kile kinachoendelea mahakamani, kwa sababu kuna taaluma moja, taaluma ya court reporters na stenographers, waliokuwa wakiwasaidia majaji kuweka kumbukumbu au mienendo ya mashauri ya kile kinachokuwa kinazungumzwa mahakamani. Hawakuajiriwa tena baada ya wataalamu hao kuondoka. Court reporters na stenographers pia walihitaji kuwa na elimu ya chuo kikuu na pia kupata mafunzo maalum ya miaka 2 au zaidi. Serikali ya Uingereza haikuwa na shida kupata wataalamu hao kwa sababu ilikuwa ina mfumo wa kuwachukua kutoka nchi nyingine na kuwaleta kuweza kufanya kazi Tanganyika. Kwa hiyo hilo ni changamoto ambalo rais wa chama cha wanasheria wa Tanganyika amelizungumzia na ambalo tunalifanyia kazi. Katika karne ya 21 tutatafuta teknolojia itusaidie kurahisisha kazi hiyo, na ndio maana Mheshimiwa Rais, ukisalimiana na jaji wa rufani au jaji wa Mahakama Kuu, mikono yao huwa inakwaruzwa kwa sababu kazi yao kubwa ni kuandika, na wanaandika sana sana sana, jambo ambalo lilikuwa likifanywa na taaluma maalum ambayo historia imeonyesha imepotea. Mheshimiwa Rais, katika orodha ya watumishi wa mahakama mwaka 1970 ni majaji 4 tu kati ya majaji 9 waliokuwepo ndio walikuwa wa Tanzania. Majaji 5 hawakuwa wa Tanzania, kwa hiyo majority walikuwa bado ni wazungu. Na
hali ilibadilika zaidi ilipofika mwaka 1972 wakati majaji kutoka Tanzania walikuwa wengi zaidi. Kwa hiyo Mheshimiwa Rais, serikali ya baba wa taifa ilichukua miaka 10 kuweza kujenga mfumo wa mahakama ambao ndio tunauona sasa hivi. Kwa hiyo hii mahakama haikunyesha kutoka kwenye mvua, lakini ilijengwa chini ya mikono ya baba wa taifa. Katika ngazi ya mahakimu hali ilikuwa hivyo hivyo. Wakati wa uhuru, Tanganyika ilikuwa na mahakimu wakazi waandamizi 4 tu, wote walikuwa Uingereza. Ilikuwa na mahakimu wazungu 28 tu, wote hawakuwa wa Tanganyika. Kwa hiyo unaweza kuona kwa kiasi gani imechukua muda mrefu sana kwa mahakama kutoka katika makucha ya dhana ya ukoloni. Mheshimiwa, katika miaka 100 ya mahakama kuu hatuwezi kusahau mchango wa kitivo cha sheria Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, kwa sababu ndio chemchemu ya mahakimu na majaji. Historia ya miaka 100 haiwezi kukamilika bila kutaja mchango wa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere ambaye alichukua uamuzi wa kisiasa kuanzisha chuo hicho hapa Dar es Salaam. Na orodha ya watumishi wa umma mwaka 1965 inaonyesha majina ya mahakimu wa kazi wa mwanzo waliokuwa wamehitimu kutoka kitivo cha sheria Chuo Kikuu cha Dar es Salaam na kuungana na mahakimu wengine 13 kutoka Nigeria. Kitivo cha sheria Chuo Kikuu kilikidhi mahitaji ya wanasheria waliokuwa wakihitajika kwa haraka na waliweza kujaza nafasi katika wizara, serikalini na vile vile mahakamani. Na ndio maana leo hii tunaweza kujivuna kwamba mahakama ya Tanzania ni mahakama ambayo ni huru kabisa. Mheshimiwa Rais, hatuwezi kuzungumzia historia ya miaka 100 ya mahakama kuu bila kukumbuka juhudi za makusudi kama nilivyosema za baba wa taifa kuhakikisha kuwa muhimili wa mahakama unajaza safu ya watumishi na kutafuta watumishi kutoka nje ya nchi ili kuondoa taswira ya ukoloni. Marehemu Mark Bomani ambaye alikuwa wakili mkuu wa serikali wakati huo alitumwa mahususi na baba wa taifa kwenda Trinidad and Tobago kumleta jaji mkuu Georges, kwa sababu wakati huo kulikuwa hakuna Mtanzania ambaye alikuwa na vigezo vya kuweza kuwa jaji mkuu. Vipo vitabu vitatu kuhusu majaji wakuu Telford Georges na Francis Nyalali ambazo zinatusaidia vile vile kuonyesha ni kwa namna gani walijenga mahakama ya nchi huru, kwa sababu hao walikuwa majaji wakuu wa mwanzo kabisa, na moja ya kazi zao kubwa ilikuwa ni kujenga taasisi ambayo ilikuwa haikutayarishwa kuwa taasisi huru. Ikumbukwe kwa vipindi vya uongozi wa Georges na Francis Nyalali vilikuwa ni vipindi ambavyo nchi yetu ilikuwa ikijenga taasisi ya mahakama. Tulikuwa hatuna taasisi ambayo ni ya nchi huru. Hivyo mihimili ilikuwa ikijifunza kufanya kazi za wananchi. Jaji mkuu Georges na Nyalali walishiriki kuweka misingi ya mahusiano baina ya viongozi wa mihimili ya dola, mahusiano ambayo Mheshimiwa Spika ameyazungumzia. Hayo yanajengwa kwa sababu kila mmoja akizungumzia separation of powers atakuwa amebaki kwenye shimo lake. Lazima kila mmoja ambaye ni kiongozi wa muhimili wa dola lazima anyooshe mkono na kumshika mwenzake ili watoke na watembee kwa pamoja. Katika kitabu kuhusu Jaji Mkuu Georges kinaeleza namna alivyochukua hatua za makusudi za kujenga ukaribu na viongozi wa serikali ili kujua kilichokuwa kikitarajiwa kufanywa na serikali ambalo kwa bahati mbaya liliweza kuingilia uhuru wa mahakama. Alihakikisha anakuwa karibu na baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, na ukaribu huo ulimsaidia kumwelimisha Mwalimu kuhusu shughuli za mahakama, na hii ndio somo ambalo ni muhimu sisi majaji na vile vile viongozi wa mihimili mingine, kwamba tuelimishane kuhusu shughuli zetu. Kuna wakati ambapo shughuli zetu hazifahamiki nje ya mihimili yetu. Hiyo kazi Georges alifanya sana. Anasimulia siku moja marehemu Mark Bomani alikuwa wakili mkuu wa serikali, alimletea taarifa za ndani nyepesi mnaita siku hizi, kuwa kulikuwa kuna mswada unatayarishwa kuondoa mahakama za mwanzo kutoka muhimili wa mahakama na kuzirudisha kuwa ni sehemu ya serikali au utawala.
kama ilivyokuwa wakati wa ukoloni. Georges alimfuata mwanasheria ambaye alikuwa anaitwa Roland Brown, ambaye alikuwa ni rafiki, alikuwa karibu sana na Mwalimu Nyerere, kutaka kujua ukweli. Brown akasema yeye alikuwa hana taarifa, lakini alimsihi asiende kwa baba wa taifa. Georges alikuwa pia amejenga ukaribu na mahusiano na marehemu makamu wa pili wa rais Rashid Mfaume Kawawa. Mheshimiwa Kawawa akamweleza kuwa ni kweli Mwalimu alikuwa amekasirishwa na tabia mbaya ya hakimu mmoja ambaye alikuwa amefanya mambo ambayo yalikuwa yakiuka maadili, na alipoambiwa kuwa Mwalimu hakuwa na mamlaka ya kumfuta kazi, Mwalimu alikasirika, akaamua kumfuta kazi, kisha akapeleka mswada bungeni. Baada ya kumsikiliza Jaji Mkuu Georges, Mwalimu alimfuta huo mswada baada ya kuelimishwa kitu gani cha kufanywa. Kwa upande wa Mheshimiwa Jaji Mkuu Nyalali, yeye alisema alijaribu sana kujenga mahusiano ya kikazi karibu na wanasiasa na watumishi waandamizi wa umma. Ulimpa nafasi ya kuwaelimisha kuhusu mipaka yao na vile vile kuwaelimisha kuhusu mipaka ya mahakama. Mheshimiwa Nyalali, inaandikwa kwenye kitabu chake, alisema kuwa mahakama zikitimiza wajibu wao kwa ufanisi na kwa uwazi, hakuna yeyote kutoka mihimili mingine atawaingilia. Lakini mahakama isipotimiza wajibu wake, wananchi watalalamikia kwa wabunge, watalalamika kwa rais na watalalamika kwa viongozi wengine, na hapo mahakama lazima itaingiliwa. Anasimulia vile vile kuwa baba wa taifa alipenda sana kusikiliza kwa makini na kujifunza kazi za mahakama, na wakati mwingine pale ambapo kulikuwa kuna jambo linagusa sheria au katiba, alikuwa akimuita Jaji Mkuu Nyalali na kujadiliana naye na kujifunza. Mheshimiwa Nyalali vile vile anakumbuka kuwa hakimu mmoja aliitwa Ikulu na Mwalimu. Hakimu kabla ya kwenda Ikulu, hakimu huyo akamjulisha msajili kuhusu huo wito. Msajili akampigia Jaji Mkuu Nyalali simu. Jaji Mkuu alipopata hiyo taarifa akapiga simu kwa katibu muhtasari wa Mwalimu, akaambiwa kuwa tayari. Katibu muhtasari akamwambia Nyalali kuwa tayari taarifa ya habari itasomwa na Radio Tanzania wakati huo saa 7 mchana kumfukuza huyo hakimu. Lakini Nyalali alifanikiwa kukutana na Mwalimu Nyerere na kumfahamisha kwamba upo utaratibu wa kutumia tume ya utumishi wa mahakama kufanya kazi hiyo hiyo ambayo Mwalimu alikuwa akitaka kufanya. Kwa hiyo tunachojifunza kutoka historia ni viongozi wa mahakama katika ngazi mbalimbali tujenge madaraja, tufahamu kazi za wengine na vile vile tujaribu kuwafundisha wengine kazi ambazo mahakama zinafanya. Mheshimiwa Rais, somo lingine ambalo tunalipata ni kwamba mahakama ilifaidika sana na sera ya serikali ya Africanization. Na hapa kuna mifano, kuna jaji mstaafu wa Mahakama Kuu William John Maina. Yeye wakati wa miaka kabla ya uhuru alikuwa ameajiriwa kama mwalimu daraja la kwanza na alikuwa akifundisha maeneo mbalimbali ya nchi yetu kabla ya uhuru. Anasimulia kuwa serikali ya Tanganyika ilitoa matangazo ya kujaza nafasi za kiutawala ambazo zilikuwa zinaachwa na wageni. Walihitajika maafisa tawala daraja la 4 na walimu waliombwa waombe na kujaza hizo nafasi. Jaji William John Maina na walimu wenzake wazalendo waliomba na kujaza hizo nafasi. Mfano mwingine ni marehemu Jaji Nasoro Suleiman Mzava. Yeye alikuwa medical assistant. Alisoma hilo tangazo vile vile akaomba. Hao wote walipelekwa kupata mafunzo ya utumishi, lakini wale waliofaulu vizuri walipewa kazi ya uhakimu. Kwa hiyo unaweza kuona juhudi za mwanzo kabisa za kujenga taasisi ambazo zilikuwa zinafanywa na katika kipindi cha Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Somo lingine ambalo tunalipata kutoka historia ni nafasi ya wanawake katika utoaji haki. Mheshimiwa Rais, wanawake wametoka mbali sana hadi kufikia idadi iliyopo sasa. Miaka 41 ya utawala wa Uingereza, Mahakama Kuu haikuwa na jaji au hakimu mwanamke hata umoja. Wanawake walisubiri hadi tarehe 5 mwezi wa 5 mwaka 1973 ndipo Julie Catherine William Manning alipoteuliwa na baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere
kuwa mwanamke wa kwanza kuwa jaji wa Mahakama Kuu. Kwa upande wa uhakimu, wanawake walisubiri hadi mwezi Juni mwaka 1970 ndipo pale Mheshimiwa Eusebio Nicholas Munuo alipoapishwa na Jaji Mkuu Telford Georges kuwa hakimu mkazi daraja la 3. Kwa hiyo kama tutajipima kwa kuwapa nafasi wanawake, tumefanya mambo mengi sana katika miaka ya baada ya uhuru. Mheshimiwa Rais, jambo la muhimu ni kwamba baada ya Mahakama Kuu kutumika kuendesha mfumo wa utawala wa mkoloni, Mahakama Kuu ya nchi huru lazima ibadilike na lazima iongozwe na katiba na lazima itambue manufaa ya wananchi. Mahakama iliyo katika nchi ambayo ni jamhuri ni mahakama ya wananchi, na ni lazima iwe na mwelekeo kusaidia kujenga nchi inayozingatia uhuru, haki, udugu, amani na ustawi. Mahakama vile vile lazima ijipange mabadiliko yanapojitokeza. Kwa mfano, saa hizi tunakabiliana na changamoto za karne ya 21, ni karne ya ushindani, ni karne zinazotaka uharaka. Vile vile mahakama hatuwezi kubaki na taratibu zile za polepole, sio polepole tunamfahamu, taratibu ambazo ni polepole katika kutoa maamuzi. Mahakama lazima ifuate dira ya taifa kwa sababu ni sehemu ya taifa, na sisi Mahakama ya Tanzania tunajiona kwamba ni sehemu ya dira ya maendeleo ya taifa ya mwaka 2025. Na katika dira ya taifa, mahakama inazingatia tahadhari ambayo ilitolewa wakati dira inachapishwa mwaka 2000 kuhusu changamoto za karne ya 21, ambayo tunaambiwa kwamba ni karne ambayo itajipambanua kwa ushindani. Kwa hiyo lazima tufanye kazi zetu kiushindani, na ni karne ambayo itatawaliwa na wenye uwezo wa teknolojia iliyo bora. Lazima mahakama tuwe na teknolojia yenye ubora. Itatawaliwa vile vile na uzalishaji mkubwa na wenye tija. Kwa hiyo sisi tunazalisha hukumu, lazima uzalishaji uwe mkubwa na vile vile uwe wenye tija. Wenye usafiri na mawasiliano ya kisasa. Nadhani tumeshaingia katika karne ya mawasiliano ya kisasa, na zaidi ya yote yenye rasilimali watu wenye ujuzi mkubwa na ulio na udhubutu initiative. Lazima uchukue initiative katika kila jambo unalolifanya. Kwa hiyo kama tunataka kubaki au kushiriki katika maendeleo ya dunia katika karne ya 21 kama mahakama, ni lazima sisi tutafute namna ya kujiongeza katika maeneo ambayo yametajwa katika hiyo dira ya taifa. Sisi ni dira ya taifa, kwa hiyo ni lazima tuende sambamba na kutoa ushindani. Mheshimiwa Rais, Mahakama ya Tanzania iliamua kutayarisha mpango mkakati wa miaka 5 kama mchango wake katika kufanikisha dira ya maendeleo. Mpango mkakati ni mchango huo wa kutekeleza lengo muhimu la utoaji haki kwa wakati, utawala bora, na kuhakikisha kuwa mahakama ni sehemu muhimu ya kujenga mazingira ya amani yenye maendeleo na ustawi wa nchi. Mahakama imetumia mpango mkakati huo kama kufikia malengo ambayo tayari yamefikiwa ya kuwa sehemu ya uchumi wa kati. Mheshimiwa Rais, mpango mkakati wa mahakama umetekelezwa kwa takriban miaka 4 na utakamilika mwishoni mwa mwaka huu. Mpango huu umesimikwa katika kusimamia nguzo 3 ambazo zinabadilisha tabia za majaji na mahakimu katika utumishi wa mahakama. Zinalenga tabia mpya ambayo tunatakiwa kuwa nayo hata kama mpango mkakati hautakuwa nayo. Mheshimiwa Rais, katika karne ya 21 muhimili wa mahakama, tumetambua muhimili wa mahakama peke yake hauwezi kutatua changamoto bila kuwezeshwa na muhimili wa serikali unayoisimamia katika sehemu nyingi sana ambazo ni muhimu kwa mahakama. Hapa napenda kutambua namna mihimili ya serikali na muhimili wa bunge zilivyokubali ukweli kuwa jukumu la kutatua changamoto zinazokabili mahakama ya Tanzania sio jukumu la muhimili wa mahakama peke yake, kwamba wamechukua hili kwamba ni sehemu ya jukumu lao. Napenda kuishukuru serikali yako Mheshimiwa Dr. John Pombe Joseph Magufuli
kwa kukamilisha mazungumzo na Benki ya Dunia kuhusu namna ya kusaidia kuendeleza juhudi za maboresho za utoaji wa huduma za mahakama na kutuwezesha kupata fedha kutoka nje, kutoka Benki ya Dunia ambazo zimesaidia sana kufanikisha shughuli za mahakama katika hii miaka 4 iliyopita. Nakumbuka mwezi Mei mwaka 2016 serikali yako na Benki ya Dunia mlikubaliana kupata mkopo nafuu wa shilingi bilioni 139.5 au dola za Kimarekani milioni 65 ambazo serikali yako iliamua kukopa, lakini kwa manufaa ya mahakama ili iweze kuondoa changamoto nyingi za kihistoria. Nimesema kwamba nchi yetu haikujitayarisha kupata uhuru, na tulipata uhuru tukiwa na changamoto nyingi. Kwa hiyo ilihitaji juhudi za kipekee, kwa mfano kupitia mikopo kama hiyo, kuweza mahakama kufikia karne ya 21, na ningependa sana kukushukuru sana kwa kuiwezesha serikali kuingia katika mkopo huo ambao ni deni la wananchi na litalipwa na wananchi wa Tanzania. Kwa hiyo mahakama za Tanzania sio mali ya mahakama, ni mali ya wananchi wa Tanzania. Mafanikio ya uwekezaji uliofanywa na muhimili wa mahakama kutokana na uwezeshaji kutoka serikali yako umeiwezesha mahakama kuweka miundombinu ya utoaji haki ambayo inaonekana waziwazi. Mheshimiwa Spika ni shahidi, ameweza kupata miundombinu katika sehemu ambayo ilikuwa inahitaji, na vile vile ameonyesha mfano wa kumiliki ile eneo. Nimesikia kwamba ameshapanda miti mingi sana. Kwa hiyo ile mahakama sio mahakama ya Tanzania tena, ni mahakama ya Kibaigwa, na ameshafanya ownership, na tunataka maeneo mengi ambayo yanajengewa miundombinu ya mahakama, ile mahakama ni mali yenu. Mkiona kuna mapungufu mrekebishe. Mheshimiwa, tunashukuru sana. Vile vile ningependa kutoa taarifa, hivi karibuni tutakamilisha ujenzi wa mahakama kuu. Baada ya kukamilisha ujenzi wa mahakama kuu Kigoma ambayo ulifungua na Musoma, mahakama vile vile inatarajia kukamilisha ujenzi wa mahakama kuu nyingine 6. Sio kazi rahisi. Mwanza jengo ni la zamani sana, kwa hiyo lilihitaji jengo jipya. Arusha jengo ni la zamani, linahitaji jengo la karne ya 21 inajengwa. Dodoma vile vile kuna jengo la mahakama kuu na vile vile makao makuu ya mahakama ya Tanzania inajengwa. Ningependa kumhakikishia Mheshimiwa Spika, makao makuu ya mahakama ya Tanzania imefika hatua nzuri sana. Ule msingi niliutembelea juzi, ni msingi ni imara sana, ambao utahakikisha kwamba tukishahamia Dodoma ule msingi hatuwezi kung'oa na kuhamia sehemu nyingine yoyote. Mahakama kuu vile vile itajengwa Morogoro, Temeke na Kinondoni. Huu ni uthibitisho ni kwa kiasi gani serikali yako ya awamu ya 5 imeendelea kuiwezesha mahakama ili iweze kupeleka huduma za utoaji haki. Sasa pamoja na kutuwezesha kwenye majengo haya mapya yanahitaji uwezeshaji wa kibajeti. Kipindi hiki najua mhimili wa mahakama na serikali mtakaa kujadili bajeti. Katika majadiliano yenu mkumbuke kwamba kuna hizo mahakama ambazo tunatarajia kuanza kazi mwezi Julai, zitahitaji bajeti za kutosha. Vile vile ujenzi wa mahakama za wilaya 25 katika wilaya ambazo zilikuwa hazina mahakama tunatarajia vile vile tutakamilisha ili nazo zianze kazi. Tutahitaji vile vile kuwezeshwa katika kupata bajeti ya kutosha. Vile vile tungependa kuwezeshwa kwenye rasilimali watu. Ingawa tumeingia katika karne ya 21 ya kutumia tehama, lakini rasilimali watu bado tunahitaji sana, na ningependa kuchukua nafasi hii Mheshimiwa Rais kwa kushukuru sana. Katika siku ya sheria mwaka jana, mamlaka husika tunaomba kuwasilisha tena rai yetu ya kufikiriwa na kutazamwa katika jicho la kipekee katika kuongezewa idadi ya watumishi kada mbalimbali, hasa mahakimu na majaji. Kuna upungufu katika kada hiyo. Mheshimiwa Rais, kabla sijatimiza hotuba yangu ambayo kwa bahati nzuri iko katika maandishi, mahakama haiwezi kutekeleza majukumu yake bila wadau ambao ni sehemu muhimu sana. Ningependa kuchukua nafasi hii kuwashukuru sana
wadau wote ambao wanaonyesha ushirikiano na wameonyesha ushirikiano katika wiki ya sheria. Nitumie fursa hii kuwashukuru wadau wote vile vile na kuhakikishia kwamba tutahakikisha kwamba tunaendeleza huo ushirikiano, kwa sababu mafanikio na maboresho ya mahakama yametokana na wadau kukubali kwamba wao ni sehemu ya maboresho. Na katika maboresho, ningependa kuwakumbusha wadau wote kwamba sheria ya arbitration ambayo Waziri wa Katiba na Sheria Dr. Mwigulu Nchemba ameshaisaini kwamba imeanza kutumika. Tutumie usuluhishi ili kupunguza mlolongo wa makesi mahakamani na kupunguza muda wa kesi kukamilika, kwa sababu tukitumia arbitration tutaleta ushindani na tutaweza kuwa nchi shindani. Mwisho kabisa, Mheshimiwa Rais, napenda kukushukuru sana wewe binafsi kwa kuendelea kuiweka mahakama katika ratiba zako ambazo zimesheheni shughuli nyingi, lakini siku zote umekuwa mwepesi wa kupata muda wa kuja kuwa na sisi katika siku ya sheria. Baada ya kusema hayo, sasa naomba nikukaribishe Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. John Pombe Joseph Magufuli uje uongee na wananchi na kisha uzindue rasmi mwaka wa kazi za kimahakama katika mwaka huu wa 2021. Mheshimiwa Rais, karibu sana. Maadhimisho ya wiki ya sheria ni muhimu kwa muhimili wa mahakama, kwani huweka dira ya mwaka mpya na jinsi ya kutekeleza majukumu muhimu sana ambayo muhimili huu umekabiliwa na ibara 107A kubwa, ibara ndogo ya kwanza ya pili A mpaka A ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Jukumu la kuamua migogoro na kusimamia haki nchini ni jukumu takatifu ambalo lazima lifanywe kwa uadilifu mkubwa na hofu kubwa juu ya yule aliyekasimu kwa mahakimu na majaji, yaani Mwenyezi Mungu, kupitia kwa wananchi wa nchi yetu ambao kupitia katiba ya nchi yetu waliunda muhimili wa mahakama. Siku ya sheria inalenga kuhamasisha majaji, mahakimu, mawakili, wadau wa sheria juu ya umuhimu wa kuenzi, kuulinda na kutetea utawala wa sheria. Utawala wa sheria unawezesha nchi kuongozwa kwa misingi iliyoainishwa na katiba ya nchi na sheria zisizokiuka katiba ya nchi. Aidha, utawala wa sheria unataka kuwafanya watu wote katika nchi kuchukuliwa kuwa wako sawa na wapewe upendeleo wote ule mbele ya sheria kutokana na vyeo vyao, makabila yao, dini zao, rangi zao au upendeleo mwingine wote ule unaofanya wao kuwa bora zaidi ya watu wengine katika nchi. Ila utawala wa sheria unaruhusu upendeleo maalum kwa makundi ya jamii ya jinsi yaliyobaguliwa na ukandamizwa na mfumo uliopita kama njia ya kurekebisha makosa yaliyopita. Ndugu mgeni rasmi, kauli mbiu ya wiki na siku ya sheria nchini kwa mwaka huu ni miaka 100 ya mahakama kuu, mchango wa mahakama katika kujenga nchi inayozingatia uhuru, haki, udugu, amani na ustawi wa wananchi 2021 hadi mwaka 2021. Kauli mbiu hii inajieleza na kukumbusha mafanikio, maendeleo na changamoto mbalimbali ambazo mahakama imepitia kipindi cha miaka 100. Ni wazi ni mengi. Miaka 100 ambayo imeshuhudia mahakama ikianzishwa serikali ya koloni, kuwezesha utawala wa koloni kuweza kuwatawala Watanganyika, kuwafanyisha kazi kwa nguvu na kuwadai kodi dhalili za kichwa kipande, kuwatumia kujenga miundombinu kwa lazima ili waweze kusafirisha malighafi kutoka kona mbalimbali za nchi yetu na kuzipeleka kwao. Mahakama imetumika kama chombo cha kuwahukumu wa Afrika kwa kutotii sheria hizo na kuwapa adhabu kali. Aidha, mahakama hiyo ilitumika kama chombo cha kuhamishia mfumo wa sheria za Kiingereza na kufanya kuwa wa nchi yetu. Hapakuwa na tofauti kubwa sana kati ya muhimili wa dola na mahakama, kwani kwa sehemu kubwa ilikuwa vimeunganishwa pamoja. Kupata uhuru, jitihada za kuunda mahakama ya nchi huru zilianza. Kwa kweli Mwalimu Nyerere alipambana kuwa ni lazima tuwe na wanasheria wa kizalendo walisomea hapa nchini. Hivyo mnamo tarehe 25 mwezi wa 10 mwaka 61 Chuo Kikuu cha Afrika Mashariki kilianzishwa na kuweza kuwezesha Tanganyika, wa Kenya, Uganda na watu wa mataifa mengine kujipatia shahada ya sheria hapa nchini. Hii ilikuwa ni kuonyesha umuhimu wa sheria katika kuongoza nchi. Kuanzisha kwa kitivo cha sheria hapa nchini kulianzisha safari ya kubadilisha mahakama kutoka kwa chombo cha koloni na kwa chombo cha kutoa na kusimamia haki. Hivyo nishangazi kwamba majaji na mahakimu wote hapa nchini ni wazalendo, na ni jambo la kujipongeza, kwani inaonyesha kuwa nchi kama nchi tumeweza kukomaa na kuweza kufundisha wanasheria wetu kuajiri mahakimu na majaji wetu. Miaka 100 ni umri mkubwa kwa mwanadamu, lakini mdogo sana kitaasisi na nchi. Tunapozungumzia miaka 100 mahakama nchini, tunazungumzia pia miaka 59 mahakama yetu chini ya serikali huru. Ni miaka ambayo tunatakiwa kujipima na kuona jinsi gani tumeweza kuhakikisha kwa mwananchi wa Tanzania anaweza kuifikia na kuipata haki.
miaka 27 kati ya miaka 59 iliandikizwa na kutokuwemo katika katiba ya nchi yetu kanuni za haki za binadamu na watu, Bill of Rights, na hivyo kwa wananchi kutoweza kudai haki zao moja kwa moja na kutegemea hisani ya serikali. Aidha, ni miaka ambayo mahakama ilikuwa na uwezo wa kutamka kuwa sheria iliyotumwa na kiuka katiba. Wananchi hawakuweza kufungua kesi za madai dhidi ya serikali na wangeweza kufanya tu pale waziri wa sheria au mwanasheria mkuu alipolipia. Lakini hiyo ilibadilika ule mwaka wa 84 na halikadhalika ule mwaka wa 88 haki za binadamu zilipoanza kuwa na nguvu ya katiba. Ni kipindi ambacho kilichochea uzalendo wa kisheria na kupatia watu kama akina marehemu Christopher Mtikia, Julius Francis Chengo Majanago, majaji kama James Mwamusanya, Kawa Tuakingira, Robert Kisanga, ukitaji wachache ambao sasa uwezo kutaja ukataja historia ya sheria nchi yetu bila kutaja majina yao. Mbele mahakama hivi sasa kuendelea kuamini kuwa haki za binadamu si hisani kwa wananchi na mtu yeyote, ni haki ya kudaliwa nazo na sheria au hatua nyingine yote inalenga kukoka au kuchelewesha upatikanaji wa haki lazima itazamwe kwa jicho kali na kutangaza vipo bila kuiona haya au kutazama nyuma. Miaka hii imeshuhudia mawakili kushuhudia kukumbana na changamoto nyingi, ikiwa ni pamoja na kucheleweshwa kwa kesi na kuanza kwa kesi zao, kesi kuahirishwa kwa kisingizio cha kumalizika upelelezi na uchunguzi, miundombinu ya mahakama chakavu au kutokuwepo kwake. Tunafanyika kuona kuongezeka kwa majengo ya mahakama katika kona mbalimbali za nchi yetu, ingawa bado kuna upungufu mkubwa. Mwaka jana katika hotuba yangu nilizungumzia na kulalamikia ucheleweshaji wa kesi za jinai kwa kisingizio cha kukamilika upelelezi. Hali haijabadilika. Unawatumiwa na mahabusu wengi ambao bado wako magerezani, ambao wanaendelea kusoma magerezani na kesi zao kuahirishwa kwa kisingizio cha kukamilika upelelezi. Hii si sawa hata kidogo. Napenda kusema hapa kama ambavyo nimesema mbele ya majaji wa mahakama ya rufani kuwa muda wa mwanadamu kuishi na una ukomo wake. Kila siku inayopita hairudi. Ukimshika na kumweka mtu ndani na kuendelea kumweka ndani, una uwezo wa kumfikia muda huo wa uhuru uliomnyang'anya. Wewe unayemweka ndani si Mungu ambaye ndiye utupa uhai. Njia pekee ya kuhakikisha kuwa unaheshimu Mungu wa mtu ni kuhakikisha kuwa unaposhikwa upelelezi unakamilika, au kama hujakamilika anapewa dhamana. Hivyo makosa yote yadhaminike, na isipokuwa tu kama mahakama itajiridhisha kuwa mshtakiwa anastahili kuwa na dhamana kutokana na sababu zilizothibitishwa mbele yake. Uamuzi wa kesi ya Christopher Mtikia Attorney General dhidi ya Jeremia Mtopesi ya mwaka 2016 iheshimiwa. Majaji na mahakimu nao wanakumbana na changamoto kubwa, ikiwa pamoja na mazingira magumu ya kutekeleza majukumu yao. Katika mahakama zetu tunapenda kutoa rai kwa sote kusimamia upatikanaji wa haki nchini. Mahakama iishi katiba ya nchi, ilinde mamlaka yake kwa wivu wote na isiruhusu mamlaka yake kukopwa. Serikali itoe ushirikiano wa kuhakikisha kwamba maamuzi ya mahakama yanaheshimiwa na wote ikiwamo yenyewe, na bunge itunge sheria zinazokuza upatikanaji wa haki. Hayo yakitekelezwa, sote tutakuwa tunashiriki katika kujenga utawala wa sheria na haki nchini. Mahakama iweke azma ya kuwa muhimili unaotoa matumaini kwa watu wote nchini kwa kulinda haki. Kwa mawakili wenzangu, tupiganie upatikanaji wa haki na utawala wa haki bila kuchoka wala woga. Kufanya hivyo tutaweza kutoa hesabu zetu mbele ya Mungu wetu mwema bila kuogopa. Asanteni kwa kunisikiliza. Kwa elimu hizi na mengine mengi, usisahau kutembelea katika kurasa zetu za Facebook, Twitter, Instagram pamoja na YouTube channel. Wakili TV, kitovu cha sheria.